Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Edmund Temba mwenye umri wa miaka 39, mkazi wa Tubuyu, manispaa ya Morogoro, amefariki baada ya kugongwa na gari inayodaiwa kuwa ni mali ya mamlaka za huduma za misitu Tanzania TFS. Mwenyekiti wa mtaa wa Kipera likotokea tukio hilo amesema tukio hilo limetokea majira saa 2 ya usiku, ambapo marehemu alikuwa na mwenzake wakiendesha pikipiki huku akiwa wamebeba mkaa, ndipo akaanza kufukuzwa na gari la TFS. Kisha dereva pikipiki hiyo aliruka na kukimbia, ambapo marehemu yeye alikuwa juu ya mzigo, alishindwa kukimbia na baada ya kuanguka ndipo gari hilo likamkanyaga kisha kupoteza maisha. Naitwa Jacob Sonyo, mwandishi wa Ayo TV na millardayo.com mkoa wa Morogoro. Mwenyekiti, naomba kufahamu tukio lililotokea hapo katika eneo lako, labda uanze kwa kujitambulisha. Kwa majina naitwa Bakari Baraka Asmani, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kipera, kata ya Mkundi. Ndio. Kwa leo saa 12 asubuhi, 12:30 ama 12 na madakika yake, nilipata simu kwa mwananchi alikuwa anadamkia kwenda shamba. Ndio. Kwamba kuna mwananchi amekufa ama ameuawa kwenye eneo la shamba la mkonge. Ndio. Ambao lipo katika mtaa wa Kipera. Mwananchi yule inaonekana amegongwa na gari ya maliasili, maana alikuwa ana pikipiki imebeba mkaa. Ndio. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa hizo, nilitoka muda wa saa 12 nikatafuta pikipiki, maana ndio muda wa kuamka, watu wengine tumelenga kwenye majukumu ya asubuhi. Katafuta bodaboda, nikafika kwenye eneo la tukio. Kweli nimemkuta yule bwana, ni wanamuita Mkinga kwa jina maarufu, lakini nimekuta alishafariki, amegongwa maeneo ya miguuni, ndio sana gari limkanyaga, maana ni mbali na barabara waliacha wakamfukuza kwenye eneo la shamba wakamkanyaga. Ndio. Walipomkanyaga pale, pikipiki haikugongwa, alidondoka tu, na alidondoka alipokuwa ananyuka ndo akampitia na gari ile. Kwa hiyo bwana alikuwa ameshafariki. Nilichokifanya mimi kama mwenyekiti wa mtaa, cha kwanza ni kuripoti kwa mtendaji wangu wa kata na polisi kata. Baada ya hapo polisi kata naye akaniunganisha na RCO, kituo kikubwa cha polisi Morogoro mjini. Baada kama nusu saa hivi gari la polisi lilifika saa 1 kama dakika 20 hivi. Ndio. Walipofika walichukua maelezo. Baada ya hapo walichukua mwili na kupakia na kutafuta kijana mmoja wa bodaboda pale, wakachukua ile pikipiki, wakafunga ile gunia, wakapeleka kituo cha polisi. Na polisi hapo walipofika, na hilo gunia la mkaa lilikuwa umbali gani kutoka eneo la ambalo huyo mwananchi amegongwa? Kuna umbali kama mita 3 tu. Pikipiki ilipodondoka, mita 5 pikipiki ilipodondoka na jamaa alipokuwa ameburuzwa na gari. Kwa hiyo ina maana tumeamini kwamba ni gari, maana yule bwana aliyegongwa alikuwa na mwenzake. Ndio. Unanisikia? Ndio. Yule mwenzake aliyegongwa alikuwa na mwenzake, ambaye mwenzake yeye alikuja. Alipogongwa ile saa 2:30 usiku, yeye alipodondoka pale, yeye alipata nafasi ya kukimbia. Alikimbia akaenda kujificha. Kwa hiyo kulipokucha asubuhi, alidamka kwenda kwenye familia ya yule bwana kwamba je, mwenzangu alirudi, maana hakurudia pale, arudia njia nyingine. Kufika kule akamwambia mwenzako hajarudi. Akasema mwenzangu basi labda maliasili ilipotudondosha pale atakuwa wamembeba. Kwa hiyo asubuhi naye anakuja ndio anatoa taarifa kwamba gari ilikuwa ni maliasili na ilikuwa ni gari nyeupe. Kwa hiyo kwenye pikipiki walikuwa wawili, kwa maana dereva na marehemu na mmoja alikuwa na mzigo ambaye alikuwa amekalia mzigo juu. Aliyefariki ni yule aliyekuwa kwenye pikipiki juu au aliyekuwa anaendesha? Aliyekuwa kwenye pikipiki juu, ambaye ndiye mwenye mzigo huo. Dereva hakufariki. Na labda nini sasa wito wako kwa wananchi ambao wanafanya shughuli hizo za mikaa? Mimi kwa asilimia kubwa kwa vijana wanaofanya swala la mikaa ambao ni uteketezaji wa miti, kisheria ni kosa. Ndio. Lakini pia nashauri maliasili ambao wao ndio wanaojua misitu ambayo ya mkaa inatoka wapi, wakadhibiti kwenye mapori ambayo yanayotoa ile mikaa.
Maana ukimdhibiti huyu anaenda kununua, bado hujafanya kule wanapokwenda ule msitu. Na misitu wanaijua maliasili, misitu gani inayotoa mkaa. Mimi si dili sana na hao wanaonunua mkaa, na dili na wale wanaoingia kufeka ule mkaa. Maana ukidhibiti chanzo cha maji, maji yatakuwa yako salama. Lakini ukienda kudhibiti mtiririko kule yanapoelekea, bado hujadhibiti kule maji yanapotoka. Maliasili ndio nadili nao sana sana sana. Wasitegee kusubiri mjini, waende kwenye misitu wakadhibiti misitu kule watu wanapokata. Hutaona mbeba mkaa akibeba mbesa wakati mkaa haupatikani. Asante sana kiongozi, naomba taarifa mzifikishe kwa uhakiki, maana sisi tunaumia. Mwananchi ambaye ameshatoka huko porini zaidi ya kilomita 100 na kitu anakuja kuoa mjini, wewe umekaa mjini unasubiria mtu kaenda kutafuta mkaa, inaumiza sana. Jeshi la polisi mkoani Morogoro limethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Taarifa iliyotolewa kwa umma na Jeshi la Polisi Morogoro inasema kuwa Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linachunguza tukio la ajali ya gari kumgonga mwendesha pikipiki na kusababisha kifo. Tukio hilo limetokea Novemba 14, 2025 majira ya usiku huko katika eneo la Kipera, ambapo gari namba za usajili 04 JU 0157 mali ya TFS Morogoro likiendeshwa na dereva Nicholas Simba mwenye umri wa miaka 38 mkazi wa Morogoro iligonga pikipiki namba za usajili MC 139 DDB aina ya Haujio ikiendeshwa na Edmund Edward Temba, mkulima na mkazi wa Tubuyu, na kusababisha kifo papo hapo. Taarifa hiyo imeendelea kwa kusema uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni uzembe wa dereva la gari kushindwa kuchukua tahadhari kiasi cha kusababisha kumgonga mwendesha huyu wa pikipiki na kusababisha kifo chake. Uchunguzi zaidi unaendelea ili kuweza kumkamata dereva huyo ambaye baada ya kusababisha tukio hilo alitokomea kusikojulikana. Jeshi la polisi linaendelea kuelekeza madereva kuchukua tahadhari zote na kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuokoa na kulinda maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Imetolewa na ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro. Kutoka hapa mkoani Morogoro, hii ni Ayo TV na mimi ni Jacob Sonyo.